Bana, mwana mitandao maarufu hapa Tanzania, hapa namzungumzia Chief Godlove, ameweza kuonyesha kuguswa na kitendo ambacho kimemfanya Ibra aweze kutangaza kuweza kuomba mchango ili mradi sasa aweze kutoka pale Konde Gang, cause Ibra inaonekana kabisa kwamba anataka kuondoka pale Konde Gang kwa sababu ya vitu ambavyo wanaviona kwamba kwa upande wake haviko sawa. So Konde Gang wao walitaka alipe bilioni 1 ili mradi sasa aweze kutoka pale Konde Gang. So kupitia ukurasa wake Chief Godlove yeye aliweza kupakia post ambayo post hiyo ilikuwa ni kumsifia yeye Ibra, lakini pia akitaka kumchangia kiasi ambacho yeye Ibra aliweza kutangaza kwamba anataka anadaiwa takriban bilioni 1 ili mradi sasa aweze kutoka pale Konde Gang. So nataka nikuachie muda ili mradi uweze kumsikiliza ni kitu gani ambacho Chief Godlove aliweza kukizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nimeona taarifa ya mdogo wangu Ibra. Binafsi juzi nimetoka kufurahishwa na nyimbo yake ya Copy and Paste ambayo kaimba kuwapa usia vijana kwamba kama unapumua unatakiwa kukata tamaa, unatakiwa ukaze, upambane, uamke. Nikaipenda ile nyimbo, nikasema sasa hivi Tanzania tumefocus na nyimbo ambazo hazina kichwa wala miguu. Unasikia nyimbo mtu yani za kurukaruka tu, mtu anarukaruka ueleweki, lakini dogo kaimba nyimbo yenye maadili ambayo inaelimisha. Lakini nimesikitika sana leo, nimeona anasikitika kwamba lebo yake inamdai bilioni 1 na nini, anaomba Watanzania wamchangie. Mimi binafsi namsupport kwa kumchangia. Sisemi namchangia kiasi gani, lakini namsupport kwa kumchangia kama Watanzania wengine wanavyomchangia ambao wameguswa na wanapenda muziki wake, kwa sababu anaimba kwa ajili ya watu, anaimba kwa ajili ya watu wengine. Sio ameomba kujiondoa kwenye lebo, lakini lebo ilikuwa ikimlipia maybe ikimnunulia gari, ikimlipia nyumba, ikimfanya record video na nini. Kwa hiyo wanadai chao. Mimi siwezi kudoubt kwenye hicho, kwa sababu muziki ni biashara, sio msaada. Ukiona mtu anafanya na wewe au anatoa pesa kwenye muziki wako, it means anawekeza. Sasa kitu chochote ambacho kinawekezwa kinahitaji baadaye kuja kulipwa. Kwa hiyo mimi simlaumu Konde Boy wala si doubt kwa nini dogo anadaiwa, lakini ningewashauri wa Tanzania, kama dogo anataka kuwa uhuru, anataka kufanya muziki wake kiuhuru, anahisi labda akiwa nje ya lebo atafanya vizuri zaidi alivyo ndani ya lebo, tumsupport, tumchangie chochote tulicho nacho. Mwenye 1000, mwenye 2000, mwenye 3000, mwenye 4000, mwenye 100,000, mwenye milioni, kwa sababu unaupenda muziki wa Ibra, unamchangia. Hata mimi nitamchangia, sio naenda kumchangia. Nadhani leo hakuwezi mpaka kesho jioni nitakuwa nishamtumia hiyo pesa, kwa sababu kaeka kwenye account yake namba ya kumchangia. Binafsi napenda muziki wake na napenda sana hip hop. Nimeona mule ka rap kama kafanya trap hivi. Unajua watu wote wenye akili kwenye dunia wanatizama na kuangalia hip hop, wanasikiliza hip hop, kwa sababu hip hop ndio wanaimba watu vitu vya msingi. Lakini hizi nyimbo zingine takataka hizi za kurukaruka, sio singeli, sio nini, uwezo kanikuta mimi nasikiliza nyimbo za takataka kama hizo. Kwa binafsi namchangia, na nawaasa Watanzania wengine tumchangie. Tumchangie, kakiri kwamba toka azaliwa je kushika bilioni. Kwa hiyo ni challenge kubwa sana kwake. Kwa hiyo yeye peke yake hawezi kupata bilioni, lakini mimi nikitoa milioni, mwingine akitoa, tunaweza tukafikisha kiwango dogo akawa huru na maisha yake. Tusisubiri siku amekufa ndo tuanze kuchanga, dogo alikuwa naimba sana. Kama anaomba msaada akiwa hai, tumsaidie, tumsupport. Hakuna haja ya kuweka chuki, hakuna haja ya kuweka utimu. Dogo anataka amalizane na lebo yake bila ugomvi wala bila kuwa na doubt yoyote, anataka walipe ende na maisha yake. Tumsupport. Tumsupport, mimi namsupport. Binafsi karibuni mimi niko nakula chakula cha usiku. Unajua matajiri watu laki sana, na kitu pekee ambacho matajiri kinatupa raha ni kama hivi. Nakula mayai ya kienyeji hapa, juice fresh, pembeni kuna pesa, na simu yangu iko muda wote mkononi mwangu. Ukiona unapiga simu sipokei, ndio kabisa nimekukataa.
Bana, na huyo ndo Chief Godlove. So kwa kweli kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? Na make sure kwamba drop comment yako kwenye comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha zinazozidi kuendelea kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. By the name, just call me ASKOFU Asko for myself on this one. Tanzania ri singozi flani vinyeusi. Until next time, bye.